Don't close your mouth. A closed mouth is a closed destiny. Declare something over the day. Declare something over the week. In the name of Jesus, that your day shall be glorious, that your day shall shine, that your week shall be great. In the mighty name of Jesus, Lord, we declare this day shall be great. It is the day when we shall rejoice and be glad. I declare to the realm of the Spirit that we shall rejoice and be glad, that we shall see in our mighty way, that the glory of God shall be made manifest in my work, in my ways, that none of the enchantment of the enemy, that none of the words of witches or sorcerer shall stand, oh God, but your perfect will shall stand. All our lives shall prevail over the church. In the mighty name of Jesus, from this altar, Lord, we declare victory established. We declare the glory of God shall be our real God. We declare the week shall bring forth good time. I declare the day shall bring forth good time. I declare none of the scheme of the enemy shall materialize. I materialize every power. I let everyone invalid, weak, null, and void. I declare the word of God shall stand. In the mighty name of Jesus Christ, I command every plan of the enemy to abort, every scheme of the enemy concerning the church to abort. In the mighty name of Jesus Christ, I pray, King of glory, we shall shine in every side. We shall exalt in every side. This day shall bring good tidings, shall bring victory to us. I command doors of victory to open up. I command doors of witness to open up. I command every door that you had to open up. In the mighty name of Jesus, whatever looked impossible, I declare possibility. I declare possibility.
possibility. By faith I declare possibility. In the mighty name of Jesus, I declare the light of God shines our way. I declare the victory of God comes our way. I declare the glory of God shines our way. In the mighty name of Jesus Christ, I wrestle principalities and powers. We wrestle rulers of darkness. We wrestle the powers, spiritual wickedness in every places. We wrestle. Lekaya kubakeba kahida gapa. We take our place of dominion. We take our place of victory. We take our place in the mighty name of Jesus Christ. Kandanga baguda bezi ya kula baga. Yozoko popia makula badaya. Yozoko popia kula badeta. Yazanta makabagaba. Yezekete kapa. I declare expansion. I declare restoration. I declare the lifting of God. I decree and I declare every other power defeated. I declare the kingdom of God established in our midst. Wherever we be, Lord, kingdom of God established. I pray, King of glory, even in our premises we shall excel. In our business, Lord, I proclaim from every corner, they shall flow in a mighty way. They shall bind back. They shall bless every one of us. In the mighty name of Jesus Christ, in our career, I declare, Lord, we shall excel. In our calling, we shall excel. In the mighty name of Jesus, bless your people, Lord. Expand their territories. None of us shall be small. None of us shall be weak. None of us, Lord, shall know evil. In the name of Jesus Christ. Kadibia zoka labadodana. Yozoko popia bakula mediama. Yezeke pakata. I miss every miracle that, Lord, your people are waiting. That your people have been expecting. Lord, I concur with their faith. That pray and believes. In the mighty name of Jesus, we give you glory, we praise your holy name. You are mighty, you are great. You alone is our God. No other to trust in, no other to call upon. I worship you, Lord. I bless your holy name. I declare this week shall be glorious, shall bring joy and gladness to each one of us. No disappointment, nothing will be broken, nothing will be destroyed in our hands. Lord God, instead we shall see the glory of God. How I pray, dear Lord, let the sick be healed. Let the cats go rise against us. Before they skip, I command their skip to abort. Before they stand, Lord, I declare them fallen. In the mighty name of Jesus, we shall stand. We shall excel. I worship you, for it is thus declared, and so it is established. Receive all the glory. Receive honor, Lord. Receive all the praise. Oh, we love you, Lord. And I pray for every member of this church. Bless him. Let the heights of understanding of each one of us be open, that we may see your glory and your perfectly. I thank you, Lord. Every service shall be great. I declare revival, expansion, in the mighty name of Jesus Christ. Receive all the glory. Testimonies shall be our song day by day. Father, I thank you. I bless your holy name. Receive all the praise in Jesus' mighty name. Somebody say amen. Pigia Bwana makofi. Amen. Wewe ni shujaa umeenda mbali. Sema wewe ni shujaa umeenda mbali. Hautazuilika na chochote. Na wakati nakuja hapa tunataka kutangazia siku vile inakaa na inakaa vile. Tunaipea mwelekeo na inachukua ule mwelekeo tunaipea. Na kwa hivyo hatuipei mwelekeo kiunyonge, tunaipea ule mwelekeo itachukua na ichukue. Si kubahatisha, ni kuipea mwelekeo sawa sawa na la Bwana. Ni kupea wiki yako ama mwezi mwelekeo, na usiupende unyonge kama ama kwa fikira mbili. Ni only what you declare. Hivyo ndio inafanyika kwa maisha yako. What if only you do it in faith. Amen. Na ninaamini unafanya kwa imani, sababu ndio maana umerauka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And I want us to take our confession. Want to go. So let me give as I purpose in my heart. Or of necessity. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace that I always having all sufficiency in all things
May you have enough bodies for every good work. Asante sana. Asante Bwana. Asante Bwana, pigia Bwana makofi. Wewe pia umefika na kuenzi Bwana, kubariki sana, umefanya jambo la sawa na utajuta. Amen. Help me appreciate the grace of God upon our parents for our wish. Hallelujah. Then you can have a seat. Tunaweza tukaketi. Shikeni Bwana pamoja. The book of Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Chapter 2 verse 19. Genesis chapter 2 verse 19. So we want to go. That was there. Verse 20, tuongeze sauti. And Adam gave name of all cattle and every beast of the field. Kipenda tusome Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 3, through faith we understand. Verse 1, faith is a substance of things hoped for, an evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were made not of things which appear. Verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he that comes to God must believe that he is, and that he said, one of those who diligently seek him. May the Lord bless the reading of his word. Bwana abariki kusoma kwa neno lake. Napenda nipewe ujumbe maana kwamba the power of spoken word, the power of spoken word, ama uwezo ambao katika neno ambao imeneno. Nataka nikuonyeshe mambo kadhaa kwamba nataka nianze hapo Ibrania. Maandiko inaanza kutuambia imani ni nini? Nasema ni bayana ya mambo ambayo yanatarajiwa, dhihirisho ya mambo ambayo hayaonekani. Yaani ni jambo la tarajia na haionekani, lakini uko na evidence ama uko na dhihirisho kwamba itafanyika. Hiyo ukielezea ni sawa na kusema na mjua Mungu. Ama it is that Papa anatuambia faith is knowing God after delivering ufanyike derivative. Na hiyo ni kusema kama yule mwimbaji kwamba najua yule ambaye nimemwamini kwamba hiki ambacho nimeamini lazima kitafanyika. That is faith. Na sasa hiyo imani ambayo tunaelezewa hivyo, Waebrania anatuambia bila imani haiwezekani. Asemi ni vigumu. Anasema haiwezekani kumpendeza Bwana. Hiyo ni kumaanisha kwamba imani is a currency, ama ni pesa ambayo mtu anaweza nunua kitu nayo kwa ulimwengu. Ama imani ni njia ya kuongea na Bwana, ama ndio lugha ambayo Mungu Mwenyezi, mmoja wa ile lugha Bwana anaelewa, moja ni imani. Na kwa hivyo bila imani haiwezekani ukampendeza Bwana. It is impossible. Na kwa hivyo hiyo inaita kila mmoja, kila mpendwa awe na imani. Na ile imani ambayo tunaongelea hapa ni faith in God. Alafu anatuambia, anaanza kutuelezea mambo kadhaa. Anasema by faith, from by it elders, wale ambao walitutangulia, verse 2 pamoja, wale ambao walitutangulia, ama the elders walipokea, ama
walipokea ushuhuda mzuri. They obtained a good report kupitia imani. Ni good, mtakuwa taangalia which good report was this. Alafu anasema by faith we understand that the world was framed. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Tunaelewa kupitia imani kwamba ulimwengu uliumbwa kupitia maneno la Bwana. Hii mambo ambayo yanaonekana hayakuumbwa yakitumia mambo ambayo ni ya kuonekana. Nataka nieleze hapo sasa, hapo ndio tulikuwa tunafika. The power of the words, ama uwezo wa neno ambao kwamba maneno ambayo, angalia hapa, kwa viumbe vyote ambavyo Mungu aliumba, mwanadamu ndiye amepewa uwezo wa kuongea. Hiyo ni kusema mwanadamu ndiye amepewa uwezo wa kuumba. Tunaambiwa kupitia imani. Kwa hivyo the word we speak should be full of faith, number one. Number two, that word we speak, they are not just word, they carry power. They anabeba uwezo wa kuumba, uwezo wa kubadilisha kitu kabisa. Na kwa hivyo ni kumaanisha maneno ambayo tunaongea ama neno ambayo tunaongea ina uwezo wa kuumba. They carry the creative power. Na ndio maana Mungu akajua kama anataka kuumba, hatatumia ndogo, hatatumia mnyama yeyote, hatatumia mwanadamu kuumba, na hakuna kitu kingine kinaongea. Kwa hivyo ni kusema hakuna mnyama mwingine akona uwezo wa kuumba isipokuwa mwanadamu. Na huyu mwanadamu Mungu anaendelea kutuelezea na anafanya demonstration in Genesis chapter 2. Anasema akamuumba Adamu na kisha akapitisha wanyama wote ambao walikuwa amewafanya, ama alikuwa amewate, sijui Kiswahili nasemaje, lakini wote walipopita mbele yake, bila kuambia huyu ni jirafa, bila kuambia huyu ni ndogo, bila kuambia huyu ni simba, na ni mara ya kwanza kuwaona, akipita anasema huyu ni simba, anapita. Huyu ni jirafa, anapita. Huyu ni ndege, this is a dove, anapita. Wote ambao unawajua walipewa majina na Adamu, na baada ya wote kupitia mbele zake na kuwapa majina bila kuwa amewasoma mahali, akajua anapita, kila anawaita wanafanyika hivyo, kila amefungua mdomo akawaita wanafanyika hivyo, sababu akiwaita si kuwaita. Yesu anasema John 6:63 kwamba the word I speak to you, the word I speak to you, they are life and spirit. They are not flesh and blood. Si ya kuharibika, si kitu ambayo tu imesemwa tu. Zinabeba uwezo, ziko na uhai, ziko na uzima. John 6:63. Maneno ambayo ni nimewanenea ama nimewasema. Roho ndio itiao uzima. The spirit gives life. Anasema mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho. The word I have spoken to you, they are spirit, tena ni uzima. Kwa hivyo nikizungu hapo. Kwa hivyo akinena the words he speaks, ama ile neno Mungu amenena, si neno tu imeongewa na inapita. Maana tunasema every word that someone spoke, none fell to the ground. Hakuna moja ilianguka. Yote akisema ilikuwa inatimia. Akitabiri ilikuwa inatimia. Kwa nini? Kwa sababu ile maneno, they are not just word, they are spirit. Yako na uhai. Kwa hivyo yakisemwa yanakaa kwa anga mpaka yatimie.
Hayasemi na yaishe, iwe ni story imeisha. Yanakaa kwa ulimwengu wa roho yakingojea kutimia. Na mengine yanaweza kaa miaka na miaka na miaka. Mengine yanaweza kaa miaka, si miaka 5 ama miaka 10. Yanaweza yakakaa miaka kitambo yatimie. Maandiko yanasema wakati mmoja Joshua alipochukua mji wa Jeriko, alitangaza mambo fulani kwa sababu hilo shi Mungu alimpea. Akasema hii tumeipokea kwa uwezo wa Bwana na itakaa mikononi mwetu mpaka, kwa lugha nyingine ndio tutafsiri, tutakaa nayo, hatutanyang'ana. Na akasema hata in case tukiondoka, hakuna mtu ambaye atatokea kujenga huu mji ambao ni wa Yeriko. Na akatangaza mambo fulani. Maandiko inasema hivi kwamba Joshua, sasa nipate hiyo basi nisome. Joshua akatangaza mambo fulani kwamba atakayeinuka kujenga ule mji, atakayeinuka kujenga ile Jeriko, akasema kwa mzaliwa wa kwanza ataweka misingi na akimalizia mzaliwa wa mwisho. Na maandiko nasema mtu mmoja akainuka kujenga. Ameinuka lini? More than 400 years. Baada ya miaka zaidi ya 400 akainuka mtu ambaye alitamani kujenga. Nafikiri hapo wanaofahamu ya kile ambacho kilikuwa maneno na Yoshua. Na alipoinuka kujenga, yale maneno ambayo Yoshua alikuwa amesema bado yalikuwa angani. What? The words, they are alive and spirit. They don't die. Yanakaa mpaka yatimie. Na ikatimia sawa sawa na kile ambacho alikuwa amesema. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati alisema kuna kitu aliumba. Wakati alifanya declaration, it was not just emotions ama good thing. Ilikuwa ni jambo liliumbwa kwa ulimwengu wa roho. Na kwa hivyo watu wakijua kile ambacho the creative power, ama tukijua ule uwezo ambao Mungu ametupea, hatutanyamaza. Ukijua ule uwezo Mungu amekuwekezea ndani yako, ukija hapo unajua nimeenda kwa nyumba ya Bwana ni kuomba naomba. As I declare it shall come to pass. As I pray this way it shall be. Nikitakaza mambo jinsi ndivyo itafanyika. Sema amen. Amen. Lakini wale ambao hawajapata ufahamu, hatakuwa hesitant to pray. Tukiomba itakuwa kwake ni burdensome. Why? Huyo mtu ufahamu ndio hajapata kwamba kila anaomba uzito wake kwa ulimwengu wa roho ni jinsi gani. Kila ambacho na declare unatangazia siku, you should declare in faith kwamba kila ambacho natangaza ya spirit align nitafanyika. Na hivi ndio watu waovu wanatambua. Hiyo between hao masaa ya the fourth watch, saa 9 na asubuhi, ndio unasikia wale wanaitwa night runners wanakimbia. Hawakimbii wakiwa wamefunga mdomo. Hapa ndio wachawi wengi they do enchantment. Siku moja na mahali kwa anakaa kwa plot. Sasa kuna kijana ambaye alikuwa anakaa naye pia, sasa ni mwalimu. I think more of my age. Na sasa wakati mmoja akamuka na akatoka nje. Ilikuwa wageni kwa ile plot. Alafu baadaye tukiongea akaniambia, yale masaa niliamka nisikia yule mama hapo pale akipiga uta. Unaita uta ama ni mpindi. Huyo mama kumbe ni wa ule ulimwengu mwingine, yale masaa. Hiyo masaa hiyo the fourth watch. Amesikia mama kwa ploti nzima ndiana anafanya uganga, anapiga hiyo nini. Sasa mimi sikujua hii
sikuwa naelewa hiyo mambo sana, lakini nikaelewa kile alikuwa anamaanisha. Nasemaje? Hiyo ndio maana nasikia ni kama ni instrument yake ya wimbo, to ascend the realm of the spirit. Hii akipaa atangaze mambo, azifanye enchantment, incantations, evil words za kudestroy. Why? That is the agenda of the enemy from tangu mwanzo. Jinsi ambavyo moyo wako unapenda mambo mazuri, kuna moyo mwingine ambao kwa ufalme mwingine. Moyo wako unakuwa motivated by something to do evil. Anakuwa na motivating power ya kufanya uovu. Na ile motivating power, angalia, kama hajafanya hivyo, atasikia kuna kitu hajafanya kwa moyo wake. Atasikia ngapi? Atasikia guilty, atasikia amepungukiwa kwa sababu hajatangaza kitu kwa ulimwengu wake. Na wewe ukitambua hivyo, kila mara ukija, you do it even in a greater manner, sababu umetambua what you declare iko na uzito sana. Kile unatangaza, kile unaomba kina uzito mwingi katika ulimwengu wa roho. Kinaomba. Na unaweza ukaomba njano, ukaomba siku yako ile itakuwa, ukaomba mwezi ile utakuwa, ukaomba mwaka wako on daily basis. Sasa challenge ni mara nyingi when we declare, wenda tusione kile tumedeclare yote, but jua hivi, wakati umetangaza jambo kuna kitu kimetendeka. Wakati umeomba hii nyumba unaona kubwa hivi, haijajengwa na jiwe moja kubwa, wala ikujengwa siku moja. So when you pray, when you declare, kitu kinajengeka. At one point kitajengeka kikubwa, kitaonekana. Hiyo nyumba unaona kubwa hivi imejengwa na very small particles ambazo ziko joined together. So kila mara ukiomba ukitangaza mambo. Ndio maana nataka nishawishi kila mmoja wa Morning Glory, baada ya kuja chani kuelezea order yenye unafaa uombe ndio uone matokeo. Number 1 ni kumwabudu Bwana, ni kumpenda Bwana. You enter his gate with thanksgiving. Unaingia malangoni na shukrani na moyo wa sifa. Then baada ya sifa, kumwabudu Bwana, kumpenda, kisha unamwambia Bwana akutakase. Then baada ya pale unaweza sasa, through thanksgiving, let your request be known unto God. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for this day shall be a blessing to me. Thank you for this day shall be great. I thank you for this is what I will see today. With thanksgiving. Then baada ya pale usimalize, baada ya kuombea kile umeombea na umemshukuru Bwana, anza kufanya spiritual warfare. Make declaration. Tangaza yana, make declaration ya kile ambacho kinafaa kifanyike. Maana tunasema you shall decree a matter and it shall be established. Awali na kutangaza. Huyo mtu ambaye anatangaza ni yule ambaye ametoka kuwepo hapa. Tupia Job chapter 22 verse 27. Ni yule ambaye ameomba. In verse 6 chapter 17 Bible inasema, as long as the Lord lives before my stand. Nasema tupe kitabu gani sasa? Tupe hiyo nimesema. Job chapter 22 verse 27. I'll make my prayer to him. Naona inaanza na kufanya nini? To make the prayer to him. Kuomba na kulipa our vows. Then verse 20 inasema, you shall decree a matter after making the prayer. Then you shall decree. Baada ya kuomba mbele za Bwana tunapiga magoti, tunapokea power. Then baada ya kupokea uwezo tunasimama, tunatumia huo uwezo to address every situation. Unaiambia huu ndio mwelekeo utachukua hii biashara. Huu ndio mwelekeo wa jamii utachukua. Siku utakuwa hivi. Why? You've been empowered after prayer. Kwa hiyo usimalize maombi na ukatae kufanya declaration. When you declare, unasema it shall be established.
then baada ya pale mwangaza utaangazia njia zako. Haya yanatendeka nje kupitia Mungu alitupea speech, uwezo wa kuumba. Unaumbaje? Unapokea nguvu kutoka kwa Mwenyezi kupitia maombi, then you create and unadhibitisha kwa kutangaza. Kisha maandiko yanasema hiyo ambayo umetangaza itathibitishwa kwako na mwangaza utaangazia njia zako. Hiyo ni kusema kama hakutakuwa na mwangaza, kutakuangiza kwa njia zako, ni wewe utakuwa umekubalia, ni wewe utakuwa haujatangaza mambo, ni wewe utakuwa. Lakini wewe shukuru Bwana, umetambua utatangaza, na jinsi umekuwa ukitangaza utaendelea zaidi na mwangaza utaonekana kwa njia yako. Sema amen. Baba, siku ya leo natangaza mwangaza kwa njia zetu. Kila tarajio la moyo, kila maombi tumeomba, natangaza ikadhibitike, ikajibiwe kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nipende uchukue sadaka yako nzuri, tumwabudu Bwana. Hata wakati unasikia kama unasikia kulemewa, you pray, kwa maana unajua kile unaomba ama kile unatangaza, it shall surely come to pass. Wale wanafuatia online 1970 account to Enya and West, na upokee baraka, usikose baraka asubuhi. Shawishi upandishe kiwango chako cha imani. Vile umekuwa ukiomba, yani majira ya kuongezea imani zaidi. Yale umekuwa unaomba Mungu, stretch, omba hata makubwa zaidi, sababu umejua that is the place. Kila mmoja akawa na ushuhuda ya matendo yako makuu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Tuombe Bwana.